wavuvi nanyi ni mabaharia, mnashughulika na bahari. Kwa hiyo hapa tutakuwa na wataalamu ambao wataweza kuwafahamisha masuala muhimu katika bahari, hususan usalama wenu, lakini vile vile tuko na watu wa vyuo ambako mnaweza mkaenda kuongeza ujuzi wenu hasa wa kupambana na masuala ya usalama mnapokuwa mnafanya kazi zenu za uvuvi. Katika siku hii ya maadhimisho ya mabaharia ambayo huwa inafanyika kuanzia tarehe 22 mpaka 25, kwa hiyo kilele kitakuwa tarehe 25, miongoni mwa vitu ambavyo tunapenda kuwafikishia ni swala zima la usalama wenu. Mnapokuwa majini mnafanya shughuli zenu, basi mjue mnapopata dharura ni nani wa kuwasiliana naye na msaada unaweza ukafika vipi. Sisi tunafanya kazi kwa karibu sana na KMK. Wenyewe wana vyombo ambavyo vipo standby wakati wote. Kunapotokea dharura wanakuwa wa kwanza kufika katika maeneo. Tuna takwimu za watu wengi ambao wameokolewa na KMK, lakini kituo chetu kinakuwa hakifahamiki. Sasa nina namba ambazo nitazitoa ili mnapokuwa mpo kwenye shughuli zenu, kumetokea hali mbaya ya hewa, kumetokea kuzimikiwa na engine, kumetokea tatizo lolote, basi mnaweza mkawasiliana na kituo chetu, na sisi tunawasiliana na KMK na taasisi nyingine zinaweza zikaja zikaletea msaada kwa haraka. Hilo lilikuwa ni moja. Lakini la pili, sisi watu wa bahari tunatakiwa kuendelea. Tusijifungie hivi shughuli zetu hizi. Tunatakiwa tusome, tupate vyeti, tutoke huku tuingie katika nyanja nyinginezo hizi za baharini, kwenda kufanya kazi katika meli zetu za humu nchini, kwenda kufanya kazi katika meli ambazo zipo nje ya nchi. Na masharti si magumu. Tuna vyuo ambavyo vinatoa mafunzo. Ukimaliza form 4, ukienda katika hivyo vyuo, kama sisi tumechelewa, basi hata wewe tunaweza kuwapeleka. Zanzibar kama tunavyoona ni kisiwa, na tuna shirika linaloitwa Danaus, linachukua vijana wengi sana kuwapeleka nje. Danaus iko hapa Zanzibar. Twendeni katika ile mabanda, tutapata kujua kama sisi tumechelewa watu wazima, basi hata wewe tunapomaliza form 4 tuwapeleke katika hivyo vyuo. Tuna chuo kipo Dar es Salaam kinaitwa DMY. Ukifika pale katika banda mtaweza kuona vipeperushi vyao na vitaelezea nini ambacho mnatakiwa kusoma na hii kozi fupi ambayo nawaelezeni ni kozi ya muda wa mwezi mmoja na nusu. Umepata vyeti vyako vyote, documents zako zote, unaenda kufanya kazi katika meli za mizigo. Lakini hata katika hizi meli zetu za hapa tunazo meli nyingi, na huko tunapokwenda tukuna meli nyingi sana. Kwa hiyo vijana wetu wasije wakakaa tu hawana cha kufanya, tunaweza tukawapeleka shule na baadaye wakaja kuwa wakombozi katika familia zetu. Kwa hiyo niligusia swala la uokozi, na ndio changamoto kubwa ambayo inatokea. Tuna maboti mengi sana hapa, tuna wavuvi wengi, hivi sasa wengi washaondoka, lakini tuna wavuvi zaidi ya 3 katika swala la madagaa. Na kwa hiyo tuna changamoto kila leo za uharibikaji wa mashine. Maboti mingi mashine ni mbovu. Mashine na miaka 15, 16 kila siku karabati. Kwa hiyo unaweza kupigwa simu usiku, bwana chombo kimenoa kiko chini. Wakati mwingine upepo, faiba hizi ndogo kwenda kufuata ni ndogo. Tukitumia fursa yetu hii ambayo tunayo na siku yetu ya mabaharia, mimi nadhani ningetuahidi jambo hapa swala uokozi, kwa sababu umezungumzia kemkemo. Na katika changamoto ambayo nakutana nayo mimi kubwa, mtu tayari ameshazama, hata akipata go ahead kupita juu huko tayari majanga yameshatokezea. Kulikoni sisi wenyewe tukua tuna chombo cha kufika kule, ukipata taarifa umewahi na muda. Kwani ni vidogo, hata hizi kwenye smartphone GPS ni kitu, kwa sababu ukitupa position sisi maana yake tunafika haraka kwenye eneo la tukio. Kwa hiyo kuhusu masuala ya search and rescue, kwa kweli tumejipanga, tukishirikiana na wenzetu wa KMK pale, tumejipanga na tunakuja kwenye maeneo ya matukio pale tu ambapo sisi tunaipata taarifa. Muhimu ni mawasiliano. Hilo moja. Kuhusu masuala ya boti ya rescue, hivi karibuni nilipata ugeni pale wajumbe wa bodi ya mamlaka ya usafiri baharini. Tulishawaambia hiyo kadhia, na kwa kupitia serikali tupo tupo kwenye mchakato wa kutafuta boti moja ambayo itatusaidia kwa ajili ya rescue. Tunaamini na tunalijua baba wa ajali, sehemu mama ya ajali ni katika zoni yetu hii kuanzia Bumbwini Mpano. Hilo tunalifahamu, na tupo
tupo maana tupo very aware kwa ajili ya hili jambo. Kwa hiyo kupitia serikali tulishaahidiwa ya kwamba muda mfupi tu ujao tutapata hiyo boti ya uokozi.